السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. معشر المؤمنين، kwanza tuna wajibu mkubwa wa kumshukuru na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyetubakisha hai akatuwezesha mpaka tukaingia katika mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu. Sote tunafahamu kwamba tuna watu wengi tunaowajua miongoni mwa ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu na watu wa aina mbalimbali walioishi katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa nafasi nyingine ya kudiriki mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu. Waliondoka duniani kabla ya kuingia mwezi huu wa Ramadhani. Lakini mimi na wewe na yule tumeipata fursa hii. Ni jambo la kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo jingine pia la kumhimidi na kumshukuru Allah ni kutuwafikisha sisi na kutuwezesha
tukaweza kutekeleza wajibu na lile linalopaswa kufanywa baada ya kufika katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa sababu kuna watu wako hai, wazima wa afya, hawana matatizo yoyote, lakini hawafanywi lile linalopaswa kufanywa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa ufupi kwamba hawafungi na hawana udhuru wote wa kisheria. Wao ukiwauliza watakwambia kwamba wana udhuru, wajua hivi wajua vile, lakini kisheria si udhuru, hawafungi. Wapo watu wa namna hiyo, wala hawaswali. Sasa jambo la kuwa wewe umewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuudiriki mwezi huu, kisha ukafanya la wajibu juu yako, nalo la kufunga na kuswali na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yapasa umshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Sio jambo dogo, lakini kubwa zaidi pia. Pamoja na huko kufunga na kuswali na kufanya ibada mbalimbali tunazotakiwa tuzifanye ndani ya mwezi huu na nje ya mwezi huu, basi kikubwa zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe kwenye malengo yaliyowekwa kwetu sisi katika hii saumu na katika mwezi huu wa Ramadhani. Tumewekewa mwezi huu, tukawekewa saumu, lengo tufike katika daraja ya taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, kumefaradhishwa juu yenu kufunga kama ilivyofaradhishwa hiyo funga kwa waliokuwa kabla yenu. Malengo na madhumuni ya kuwekewa ibada hii ili mwe wacha Mungu, mfike katika takwa, mfikie kwenye daraja ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio daraja pekee ambayo itamuingiza mtu katika aljanna. Ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala katika Ala Imran, katika zile aya nilizotanguliza kuzisoma, akatuhimiza juu ya jambo hilo. Anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Fanyeni haraka, badiru, fanyeni haraka, shindaneni kwenda haraka kwenye kutafuta msamaha utokao kwa Mola wenu. Fanyeni haraka, shindaneni kwenye kuitafuta janna, pepo ambayo mapana yake ni kama mapana ya mbingu na ardhi. Pepo hii imeandaliwa wenye kumcha Allah, almuttaqin. Saumu imewekwa ili sisi tuwe wacha Mungu, tuwe muttaqun. Na huku twahimizwa, twaambiwa kwamba tuutafute msamaha wa Allah, tuitafuta pepo ambayo imeandaliwa wenye kumcha Allah. Uiddat lilmuttaqin. Sasa ili watu wasitaabike, wasilete mawazo yao na maoni yao na rai zao, wakatumia akili zao, Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mstari, akawaelezea hao muttaqun sifa zao ni zipi. Zisikilize. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifa za wenye kumcha Allah, za wacha Mungu, ni wale wanaotoa mali wakawasaidia watu, wanaotoa mali kwa ajili ya dini ya Allah katika wakati wa furaha, wakati wa nacho, fisarra, wakati wa masarra, walfarahi wasurur, wakati wa ghina, mtu anacho wakati huo akatoa. Sasa hawa wacha Mungu wakiwa nacho wanatoa. Wadharra,
na wakati wa madhara, wakati wa ukame, alqahti waljahd, wakati wa shida, wakati wa matatizo, wakati hana, aminyane hivyo hivyo atoa. Usiwe wale ambao wakipata ndio watoa, ikiwa hana hatoi. Jua mambo magumu sasa hivi siwezi, labda huna kabisa. Na kama huna kabisa, zungumza maneno mazuri, amrisha mema au kataza maovu, kwa sababu alkalimatu tayyibatu sadaqa. Lakini usiache kutoa kwa sababu una hali ngumu, kwa sababu wacha Mungu ni wale wanaotoa katika hali zote hizo, fi sarra'i wadh-dharra, wakati wanacho na wakati hawana, wanawapa wenzao, wanawasaidia wenye kuhitaji. Kisha anasema Allah, walkadhimina alghayz, katika sifa za wacha Mungu ni wale wenye kuzuia hasira, ni wale wenye kuzuia hasira. Mtu amekuudhi kikweli kweli na uwezo wa kufanya utakalo kwake unao, kwamba huyu nitamkamata nimfinyange, waweza, kutokana na nguvu na nafasi ulionayo, na yeye amekuudhi imma kwa makusudi au kwa bahati mbaya, kosa kubwa au dogo, ukalimeza lile. Alkadhim maana yake ni kumeza. Walkadhimina alghayz, na wenye kuzuia hasira, kwa sababu madhara ya hasira ni makubwa sana. Watu huziua nafsi zao kwa sababu ya hasira, watu huwaua wenzao kwa sababu ya hasira, watu wanawapiga na kuwajeruhi wenzao kwa sababu ya hasira, watu wanakufuru kwa sababu ya hasira, watu wanafanya mambo mengi mabaya kwa sababu ya hasira. Hasira ni kitu kibaya. Sasa hawa wacha Mungu wanapoudhiwa, hawa ni wasamehevu, walkadhimina alghayz walafina 'anil nas, na ni wenye kuwasamehe watu. Haweki kisasi katika moyo, haugulii maumivu ya kuudhiwa na kusononeka katika moyo kwa sababu ya jambo fulani aliyofanywa na mtu. Yeye husamehe, akishasamehe maisha. Na hilo litakupa inshirahu sadri, kifua chako kitakuwa kikunjufu, utaishi kwa raha, hutakuwa na misongo ya mawazo wala nini, utakuwa uko sawa kabisa, kwa sababu huweki vifundo fundo katika moyo wako. Na hiyo ndio sifa yenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, walafina 'anil nas, na wenye kuwasamehe watu. Hizi ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'ani kwenye sura Al-Imran, kwamba pepo yangu mimi nimewaandalia watu wenye sifa hizi. Kisha Allah subhanahu akaendelea akasema, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Na wale ambao pindi wanapofanya fahisha, mambo machafu, au wanapozidhulumu nafsi zao, huwa wanamkumbuka Allah, kisha wakamuomba msamaha Allah, kwa sababu hakuna yoyote anayeweza kusamehe isipokuwa Allah. Hakuna anayeweza kusamehe dhambi zako isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakawa watu hawa hawaendelei juu ya ule uchafu waliofanya, ili hali wanajua. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza wacha Mungu, wanadamu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanapofanya mambo machafu. Alfahisha ni kabairu dhunub, fahisha ni madhambi makubwa ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa wewe ni mwanadamu, kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, ule ubinadamu wako uko kwenye kukosea, ukateleza, ukafanya dhambi kubwa au ndogo, ukafanya fahisha au kaidhulumu nafsi
kwa kuzembea kwenye taa. Ulitakiwa utekeleze wajibu fulani, ulitakiwa uswali alfajiri kwa wakati, hukuswali, imekupita. Au amali yoyote katika amali za khairi, imma ya faradhi na wajibu au ya sunna, lakini wewe ulizembea ukaidhulumu nafsi yako, au umeidhulumu nafsi yako kwa madhambi madogo. Wewe baada ya kufanya hayo ukaona mtihani huu, ninaye Mola aliyeniumba mimi, nina Mola Allah aliyeniumba mimi, wa huwa qadirun alayya, yeye ana uwezo mkubwa juu yangu na anayajua ninayoyafanya, anaweza kuniadhibu wakati wowote mimi asiponidhiriki na rahma yake. Ukaligundua hili, ukamkumbuka Allah na uwezo wake na nguvu zake, ukaomba msamaha, na hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah. Na ikawa wewe umekoma baada ya kuligundua hilo na kuomba msamaha. Hiyo ni sifa katika sifa za wacha Mungu. Kwa hiyo watakuwa wamekosea wale wanaowabeza watu bora katika ulimwengu huu kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani baadhi yao wakawa yamethibiti kwao kuna madhambi fulani waliyafanya, wakataka kuwavua uadilifu wao na ubora wao kwa sababu ya dhambi walioifanya. Wao si malaika wala wao si maasumuna min adh-dhunub. Kwa hiyo kuondosha adala kwao kunapingana na aya hii, kuondosha uadilifu kwao kunapingana na aya hii. Wameteleza, wametubu. Hiyo ndio sifa ya kibinadamu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na hawakuendelea kwa yale waliyofanya na hali ya kuwa wao wanajua. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Hao pamoja na hayo yote waliyofanya, hao malipo yao ni kupata msamaha kutoka kwa Mola wao na pepo ambazo zinapita chini yake, chini ya makasiri yao na vitanda vyao na majalisi zao, inapita mito chini yake. Wataishi humo milele. Wa ni'ma ajrul amilin, na bora ya ujira wa wenye kutenda amali ni ujira huo, kupata maghfira na kupata aljanna. Wa ni'ma ajrul amilin. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، kwa nini nimezitaja aya hizi na maudhui hii kwenye makamu hii kwa siku kama hii ya leo? Nimeleta aya hizi kwa wakati huu kwa kuwa ni wakati muhimu sana katika maisha yetu, kipindi muhimu sana katika maisha yetu, na pia kwa sababu watu wengi wanapofanya vurugu zao kubwa kubwa, wakafanya madhambi mengi, wakavuka mipaka, huwa wanakata tamaa na pia wanakatishwa tamaa. Huko mitaani, huko barabarani, wanakatishwa tamaa kwamba bwana wewe miji dhambi yote ile uliyofanya, mpaka watu wakakuita hivi, ukapewa jina kadhaa kwa sababu ya dhambi hizo, eti leo basi ndio haiwezekani bwana. Mtu ana kweli bwana, mimi nimefanya mengi bwana, ndio Allah alivyoniandikia, basi acha nife nayo tu. Mtu anakata tamaa kwa sababu ya dhambi alizozifanya, eti dhambi kubwa. Hakuna dhambi kubwa kama ashirku billah,
kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu walishirikisha na wakatubu na Allah akawasamehe. Bali ukizisoma ayat katika suratul Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwataja waja wake wema ibadur rahman, akasema katika aliyowataja, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi awataja washirikina, ashirku billah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shirki ni dhambi kubwa kabisa aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mtu atakufa nayo asitubie mpaka anakwenda mbele ya Allah bado ni mushrik, huyu hatasamehewa, huyu ataadhibiwa milele abadal abidin. Lakini wale ambao wanamwabudu na kuomba mwingine asiyekuwa Allah, wamemshirikisha Allah, na yule ambaye ameua nafsi, dhambi nyingine mbaya kabisa, ameua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isiuawe, kwamba haifai kumuua huyu, wewe ukachukua kisu ukamdunga kisu ukamuua, ukamkata mapanga, ulimpiga risasi, au umefanya jambo lolote, umemtilia sumu ukamuua mwenzako, ni dhambi mbaya kabisa. Kuvunjwa kwa alkaba ni jambo rahisi, jambo jepesi kuliko damu ya mtu mu'min, ni jambo baya. Angalia na wale ambao wameua nafsi, na yule ambaye ameua nafsi ambayo Allah ameharamisha. Sasa kama ilitokea wewe umeua watu 10, 15, ulikuwa jambazi, ulikuwa mtu mwovu, ukaua mtu, asije kukwambia bwana maadamu uliua wewe usamehe. Msikilize Allah anavyoeleza kwenye Qur'an, wala yaznuna, wala hawazini. Umetia mimba hapa, ukatia mimba pale, ukatia mimba pale, watoto 50, vimada na nini uko nao, maisha yako yako namna hiyo, maisha kwenda na kurudi. Wala yaznuna waman yaf'al dhalika, sikiliza maneno ya Allah, atakaye yafanya hayo, yalqa athama, atapata madhambi, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, adhabu yake itafanywa maradufu siku ya kiyama, wa yakhludu fihi muhana, na ataishi katika adhabu hiyo hali ya kudhalilishwa. Illa man tab, isipokuwa yule aliyetubu. Na maana fursa ipo hapo, ila yule aliyetubu wa amila amalan saliha, baada ya kutubu akatenda amali njema, faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hao ndio wale ambao Allah atawabadilishia yale madhambi yao, makosa yao yawe mema. Maovu yote uliyofanya, lakini maadamu uliamua sasa kurudi kwa Allah, mimi basi, wajuta kwa nini ulifanya, wasikitika na umeazimia kwamba sirudii tena, na ukaomba msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba na anayabadilisha yale maovu uliyofanya, atayabadilisha yawe mema. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah daima ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu. Uone ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya tauba. Sasa nataka kuambia wale wanaokata tamaa au wanaowakatisha tamaa watu na kuwazodoa kwa sababu ya madhambi walioyafanya, hawana nafasi hiyo. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi, waambie waja wangu, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie waja wangu ambao walivuka mipaka
asrafu ala anfusihim, walivuka mipaka kwenye nafsi zao. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah. Kwa sababu gani? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sasa kwa sababu hii ya kuwa watu wakatishana tamaa, na mtu pia hukata tamaa katika nafsi yake akifikiria niliyofanya kuna hili, itawezekana vipi bwana? Ukionekana waswali wafunga, fulani leo pia swali, alhamdulillah, ni mwanadamu na kaumbwa kwa ajili ya hili. Yale aliyofanya ni ule ubinadamu, usimkatishe tamaa. Na wewe usikate tamaa na maneno ya watu wakashindwa kufanya kheri, kwa sababu watu watakuzodoa, watakutayariza. Sasa tuko katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, fursa imetupatikania hii. Allah subhanahu wa ta'ala huifungua milango ya tauba, milango ya maghfira, milango ya kheri. Wale waliofanya vibaya katika kipindi kilichopita huko nyuma, fursa hii wanayo. Hii ni fursa, tuitumieni vizuri. Ni fursa ya umri. Leo tuko siku ya 7 katika mwezi wa Ramadhani. 10 hili la mwanzo laisha. Ramadhani ikiisha, Ramadhani hii kuidiriki na ijayo ni majaliwa. Hakuna aliye na hakika kwamba ataipata Ramadhani nyingine ijayo, kama vile wenzetu waliotangulia hawakuwa na uhakika na hawakuidiriki. Fanya kabisa kwa wakati tuliokuwa nao na makamu tuliokuwa nayo. Nimeona niyazungumze maneno haya na nilizilete aya hizi. Tunayo nafasi ya kutubu, hisabu madhambi ulionayo, vyovyote atakavyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa mkweli kwake, Allah anakusamehe. Allah anakusamehe, na siku ya kiyama atakusitiri. Utaonyeshwa madhambi yako. Wewe ulifanya hili, unaona lile lilikuwa nakupeleka pale. Wewe na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha madhambi yako yote. Hili lilikuwa la kuangamiza, hili lilikuwa la kuangamiza, la kupeleka pale, la kupeleka pale. Wewe ulikuwa waangamia lau kama si hili. At-tauba, toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukatubu kiukweli kabisa, Allah anasamehe madhambi. Lakini miongoni mwa maana ya kutubu kiukweli, kama kuna haki za watu umezinyang'anya, umezipora kwao, baada ya haya kumalizana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujuta, kwa kuazimia kuwa hurudi na ukaomba msamaha, kama una haki za watu zirudishe kwa wenyewe. Uliiba, ulinyang'anya, ulitapeli, basi mrudishie mwenye haki yake kama wamjua. Lakini umeiba sana mpaka ulioibia pia huwajui, wala hujui imeiba nini na nini. Tahallal na wao, waombee maghfira, kile unachokiweza kukitoa katika sadaka kitoe. Au wewe ulimuibia kashakufa siku nyingi, lakini wawajua warithi wake wapo, warudishie wenye haki yao. Hata kama usipowaambia kwamba hiki ni ile nilimuibia baba yenu, nilimpiga kabali siku moja, au nilimnyang'anya, au nilimtapeli, au aliangusha kitu chake mimi nikakichukua, sikumwambia nikala, warudishie wenyewe haki yao na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yote hayo yamehifadhiwa na utakwenda kuyakuta mbele ya Allah subhanahu. Haki za watu, yale baina yako wewe na Allah, mlilie yeye subhanahu. Yeye ni Ghafurur Rahim, ila kuwa mkweli tu, na wala shetani asikudanganye kwamba umefanya makosa, ukateleza, ukafanya makosa, ukaomba msamaha, baada ya mwezi au baada ya wiki ukajisahau, ukarudia tena, sema sasa mimi niliomba msamaha, sasa narudia tena. Nikiomba msamaha tena utakuwa mnafiki. Sasa shetani anakuchezea, omba tena msamaha. Faman taba taba Allahu alayhi, yoyote atakayetubu Allah humkubalia toba, akirudia atubu tena. Hayo ni mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila mara kuwa mkweli, tubu, kisha tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imekwenda ubinadamu kwa kupitikia ukafanya dhambi nyingine au ile, tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata mara 100. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, Allah hachoki, mtachoka nyinyi ndio mtakaochoka. Ukisema sasa huu ni unafiki, basi ushaangamia, dhambi wenda nayo hiyo. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, fursa hii tuitumieni vizuri, tumuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kuomba msamaha tutengeneze amali zetu kwa kufanya mema mengi. Baada ya yale madhambi tuliyofanya na israfu tuliyoifanya na vurugu tuliyoifanya,
tutengenezeni amali yetu kwa kukithirisha amali njema. Usibweteke tena sasa. Umri umekwenda, kama ushafika miaka 40, miaka 50, wakimbilia 60, miaka 70, wakimbilia 80. Hiyo ni fursa, itumie vizuri. Mauti yatakuja wakati wowote, lakini yakukute ukiwa uko safi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadamu hulaumu, wakabeza, hawasamehi, wangangania. Mtu kafanya kosa huko kipindi cha utoto wake mathalan, wanadamu watakumbuka, si yule aliba samaki siku ile, miaka 40 imepita, watu wakumbuka tu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye husamehe akayafuta yote, lakini wanadamu hawasamehi. Usiwasikilize wao, wewe elekea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قوموا إلى صلاتكم.